Katika maandiko matakatifu tunakuta kuna malaika wanaoangamiza. Sababu hiyo kuna uelewa mbalimbali katika madhehebu mbalimbali, imani tofauti tofauti. Wengine wanafananisha kwamba Mungu ni kama serikali za dunia hii ambazo unakuta zina vikosi maalum vya kushughulika na uhalifu. Kwa hiyo inaonekana kama Mungu naye ana kikosi maalum cha malaika ambao huwa wanashughulika na uhalifu wa wanadamu wanapokuwa wamezidi katika uasi. Kwa mfano, kulikuwa na mauaji pale Misri baada ya kuwa Farao amekuwa mgumu kuelewa, na kumekuwa na mauaji pale Israeli wakati mfalme Daudi alipowahesabu malaika, na pamekuwa na wakati ule yule nabii aliyekataa kumsikiliza Mungu alichosema juu ya kwenda kuwalaani wana wa Israeli. Malaika alionekana yuko mbele yake, yuko na upanga, kuna lugha fulani pale akazungumza. Kwa matukio mengi ya misiba kadha wa kadha ambayo imekuwa ikitokea tunayoisoma katika maandiko, inaonekana kwamba kulikuwa na uhusika wa malaika wa Mungu ndio waliofanya hayo. Lakini somo hili la leo tunapokwenda kujifunza, tunaenda kuchunguza ukweli wa semi hizo na upana wake. Ukweli ni upi? Jina langu ni Cyprian Ninaro. Tumefika hapa tukiwa tumepitia misingi kadha wa kadha huko nyuma na kuona historia ya uasi na vita ya pambano inayoendelea hapa duniani, namna ilivyoanza na tunavyoendelea nayo katika dunia hii yetu. Leo ni siku ya 13. Kwa nakukaribisha sana tuweze kusonga mbele kusikiliza mahusia ya Mungu anavyotufanulia juu ya mada kama hii. Karibu mtumishi Wycliffe. Nashukuru. Nafikiri ni vizuri kuweza kujiuliza swali tunapoingia katika majifunzo. Mbona tunaulizia kuhusu malaika waangamizaji, na topic ambayo tumekuwa nayo ni kuhusu kumjua Mungu. Sasa malaika si Mungu. Ni sawa, kwa sababu malaika sio Mungu ndio. Tunazungumzia kwa sababu malaika ni watumishi wa Mungu na ni wamekuwa pia watumishi wa wanadamu hapa duniani. Mungu kimsingi wanapotumikia wanadamu wanakuwa wanatimiza maagizo ya Baba wa mbinguni, ya Mungu. Kwa hiyo chochote ambacho watafanya hapa duniani tutajua sio kwa ajili ya maamuzi yao, ni utekelezaji wa maagizo kutoka kwa Baba. Kwa hiyo ni sehemu ya kujua ikiwa kweli tunadai kwamba Mungu tabia yake ni kama vile Yesu, alafu tunaona kwamba Mungu tena akawa anatuma malaika wanakuja duniani wanafanya yale ambayo yanasemekana kufanywa na wao, wanarudi mbinguni, lazima kuwe kuna mgogoro mwingine hapo katikati. Okay, kwa hiyo nafikiri naomba tuweze kurejea kwenye swali hilo tena, ndipo tuweze kuona kiini cha swali lenyewe ni nini. Nina mtoto. Wakati ambapo mtoto amefanya kitendo, katika kutafuta ukweli halisi, nafikiri si haki wakati ambapo mzazi anapolaumiwa kwenye tabia ya mtoto kwamba ni tabia ya babake, bali labda wamefanya udhabiti ya kwamba tabia hiyo amefunzwa na nani? Amefunzwa na babake. Ila kuna wazazi wengi ambao wamelea watoto katika njia iliyo sahihi, lakini hawa watoto wakafanya kitu gani? Wakakengeuka baadaye. Au kuna watoto ambao wanafanya mambo kwa hiari yao na wala hawafanyi kwenye hiari ya mzazi. So katika muktadha kama huo, huyo mtoto anapofanya matendo, je, mzazi anafaa kuhukumiwa kwa matendo ya mzazi wake?
Yaani mzazi anafaa kuhukumiwa kwenye matendo ya mtoto wake. Kama jitihada za kuwajibika katika kumrekebisha ile mtoto hazijaonekana kwake, anastahili lawama. Lakini kama amekuwa akiwajibika na watu wanaona, na mtoto yule anaendelea tu katika hali ya upotevu, hapo sasa hawi tena tatizo ni mzazi, anakuwa tatizo ni yule mtoto mwenyewe. Okay. Kwa hiyo katika mazungumzo ya malaika na swali la malaika waangamizaji, kilicho hapa ni jambo moja. Sio tu kwamba malaika wametenda vitendo. Kwa maana tumeshasema kwamba malaika sio walio katika nini? Katika pambano. Lakini kipengele kinacholeta Mungu katika mazungumzo hayo ni kwamba malaika wanatenda kwa amri yake. Kwa hiyo kama jambo limetendeka na limetendwa na malaika kwenye amri ya Mungu, basi wanatimiza mapenzi ya huyo Mungu. Na kwa hiyo yale ambayo malaika watatenda itakuwa tu ni kwenye kutimiza na kudhihirisha tabia ya anayeagiza. Kwa hiyo swali ambalo linafaa katika mazungumzo haya, na nakiri kwa maana yake nimepata kuuliza swali hilo, kwamba unasema Mungu huwa hafanyi mambo mabaya. Na unajua mambo mabaya kwenye kawaida, tunajua mambo mabaya ni kitu gani? Kuleta magonjwa, kuua watoto, ya kufanya watu wawe vipofu, vitu kama vile. Ila sasa kama iko hivyo, Mungu anapoamuru malaika watende, inamaanisha kwamba hayo yote anayowatenda ni kitu gani? Ya kwake, tabia yake, tabia yake. Kwa hivyo ni kitu kizuri kwamba anayetoa hoja kama hiyo anasema kitu ambacho ni sahihi, kwamba ikiwa yametendeka mambo fulani ambayo Mungu ndiye ambaye ameagiza yatendeke, basi moja kwa moja anayekuwa mwenye mshtakiwa, nafikiri ndio lugha nzuri, ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo swali ambalo tunafaa tuwe nalo katika mazungumzo haya sio kuhusu tu kwamba malaika walitenda kitu gani, bali je, Mungu huwa anaagiza malaika wafanye nini? Na kama katika kesi ambazo tutakuwa nazo, tunaenda kuangalia Mungu aliagiza malaika wake wafanye kitu gani. Kwa hivyo kile ambacho tunataka kutafuta sio vitendo tu vya malaika, vimeandikwa vingi, ila tu kwamba amri ya Mungu kwa malaika ilikuwa ni kitu gani. Je, walienda wakaasi Mungu, wakatenda vitu vingine ambavyo Mungu yeye sio tabia yake, au Mungu ndiye ambaye aliamua kujificha nyuma ya nini? Ya malaika, atende vitendo ambavyo sio vya asili yake. Lakini atumie nini? Atumie watumishi ambao ni malaika. Nafikiri ndio lengo la swali. Basi tumepata kupata uelewa mbona tunaingia katika somo hili, na nafikiri saa hizi tunaanza vizuri, na naomba niangalie saa yangu hapa ndio tujue tunachukua muda upi. Kwa hiyo niwakaribishe tupate ombi. Baada ya hapo tutaingia kwenye msingi wa kujibu swali hili kwa kuangalia maandiko. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa maana ya kutupatia nafasi hii tuweze kujifunza tena kupitia neno lako takatifu. Tuelekeze tuombe kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amen. Sasa kuna mafungu ambayo utayatumia, alafu baada ya hapo utaweza kusawasisha mambo. Fungu la kwanza ambalo ningependa tuweze kuanza nalo ni kitabu ambacho kinaitwa ni Zaburi 91 mstari wa 11. Naomba usome kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Asante. Nafika 12 nafikiri, sio? Sawa. So tunajua matamshi haya ni ahadi ambayo Roho alikuwa anashuhudia, sio tu kuhusu yale ambayo yatakuwa yanatendeka katika maisha ya Kristo wakati ambapo atazaliwa duniani, bali ni ahadi ambayo inatolewa kwa kila mtoto wa Mungu ambaye amekuwa kwenye ulinzi wa Mungu. Na shetani mwenyewe alipokuja kwa Kristo kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4, tunapata ya kwamba anatumia kauli hii japokuwa anaimenya ama anainukuu nusu, sio? Kwa hiyo nafikiri hilo linatupatia uhakikisho kwamba shetani na ufahamu ya kwamba
Mungu ameweka malaika katika wajibu wa kipekee katika ulinzi wa watu wa Mungu. Mungu alipokuwa anaumba, tunajua ya kwamba ulimwengu huu unapoumbwa tayari uasi ulikuwa umeshatendeka. Na kwa hiyo binadamu wanaletwa katika ulimwengu, sio dunia, ulimwengu ambao tayari kuna mgogoro na pambano au vita vinafanya kitu gani? Vinaendelea. Kwa hiyo malaika wa Mungu wanapotazama uumbaji unapofanyika, baada ya uumbaji kumalizika, walipatiwa nafasi nzuri au walipatiwa fursa, nafikiri itakuwa lugha nzuri, walipewa fursa ya kuwa watumishi wa kushughulikia mahitaji na kuangalia ulinzi wa watoto wa Mungu waliokuwa wameumbwa. Kwa hivyo tangu mwanzo ni kipengele ambacho kiko wazi ya kwamba malaika wa Mungu wamekuwa ni watumishi wa Mungu kwa wanadamu. Sasa kuna kipengele hapa ambacho ningelipenda niweze kukisisitiza, ule mstari wa 11 ambao umeusoma, ambao unasema ya kwamba, hebu naomba rudie tu sentensi ya kwanza tu kwenye Kiswahili, nasema vipi? Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde. Point hiyo. Katika njia zako zote. Yeah, point ya msingi ni hilo neno unalotafuta hilo, kwamba Bwana ataagiza malaika wafanye kitu gani? Walinde. Okay? Haya, kwa hiyo kazi ambayo Mungu anaagiza malaika wafanye katika mtazamo huu ni kwamba anawaagiza, anatoa amri fanya kitu gani? Walinde. Okay? Kwa hivyo tamko la Mungu hapo ni kwamba fanyeni kazi ya nini? Ya ulinzi, sio? Soma 12. Mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Na kwa Kiswahili na kwa Kiingereza nasema ya kwamba in their hands they will keep you. Now to keep ni ile jinsi ambavyo unavyohifadhi. Naelewa, kind of kama kuprotect. Kwa hiyo tangu mwanzo wa uumbaji wa dunia na wanadamu, Mungu ndiye ambaye alitoa amri na malaika wakaifurahia kuitenda ya kukuwa watumishi wa kushiriki katika ulinzi na huduma ya wanadamu. Na tunajua kwamba katika makao ya Mungu, katika baraza zake za mbinguni na katika malango yake, huduma ambao viumbe wake wanafanya ni huduma ya upendo kwa furaha. Okay? Now, naomba uende kitabu cha Waebrania 1:14. Are they not? Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watakao urithi wokovu? Hiyo ukianza kwenye mstari wa 13 utapata ya kwamba alikuwa anazungumzia malaika. Alafu ndio maana yake 14 nasema kwamba malaika hao ni roho wanaofanya kitu gani? Wanaotumika. Katika lugha ya Biblia viumbe wa kiroho wanaweza itwa nini? Roho. Kama tabia yao ni tabia safi, tabia ya utakatifu, wataitwa roho watakatifu. Si roho mtakatifu. Roho watakatifu. Basi tabia yao ikiwa mtakatifu tawaita kwenye description ni viumbe watakatifu, sawa? Au roho watakatifu, sio? Kwa hiyo kifupi sentensi inayotafuta hapa ni kwamba malaika wa Mungu ni roho. Kadhalika kuna roho mbaya, alafu kuna roho wabaya. Sasa hapa ndipo roho wachafu. Hapa ndipo tunatoka kipengele fulani. Kwenye kitabu kile cha Samueli, unakumbuka wakati ambapo roho mbaya kutoka kwa Mungu akamjia nani? Akamjia Daudi. Kwa kifupi akamjia Sauli. Ni Daudi. Akamjia Daudi ndiposa akamwingia Sauli ndio alipoingia na roho mchafu. Anataka kumpiga Daudi. Mkuki kwa nyumba pale, basi afanye kukumbusha hicho. Mungu ana malaika wanaotumika na ameita roho watakatifu au watumishi. Sasa haliwezekani tena akawa na watumishi ambao mara moja ni watakatifu na wakati mwingine ni waovu. Ikiwa iko hivyo, basi hao malaika wanabadilika kama Mungu wao anavyofanya kitu gani? Anavyobadilika. Point ya msingi, Mungu ameweka malaika kukuwa ni watumishi watumikao. Hebu endelea kuzungumza, inasemaje? Aimesha tu hivyo. Okay, sawa, nimalizikia hapo. Basi, ikiwa tumeweza kupata jambo hilo, tuweza kuunganisha na kingine ambacho kitatusaidia. Ni wakati ambapo Kristo alipokuwa duniani hapa. Naomba tuende kitabu cha Mathayo ule Mathayo 18 mstari wa 10.
Mathayo 18 mstari wa 10. Angalieni msimdharau mojawapo wa wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote huutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Okay, tosha pale. Kwa hivyo Kristo sasa anaweka muhuri ya kwamba watoto wana malaika wanao wazunguka na wanaona uso wa Mungu kila nini? Kila saa. Kwa hiyo inamaanisha hivi, malaika hawapo katika ulinzi wa watoto na wanadamu wote bila amri na maelekezo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Na hili inamaanisha ya kwamba hatuwezi kuwa salama wakati wowote isipokuwa tupo katika ulinzi wa nini? Ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa malaika wake. Sawa? Kwa hiyo tunaposema ulinzi wa Mungu, haina maana Mungu waga anakuja physically yeye mwenyewe kuprotect, kutoa huo ulinzi. Kumbe huwa anaagiza malaika ndio wanakuja kutekeleza hiyo kazi inayoitwa. Twende kitabu cha Wafalme. Kitabu cha Wafalme. Kitabu cha Wafalme mlango wa 2. Ni si mlango wa 2, yani Second Kings. Wafalme wa 2 6. Pale nataka tu usome mstari wa ngapi? Mstari wa 9 pale. 8-9 pale. Wafalme wa 2 6 8. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake. Akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari, usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuhadharishwa. Akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Tosha pale. Angalia 17. Fungu la 17. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona. Natazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Na walipomteremkia Elisha akamuomba Bwana akasema, wapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawasawa na neno la Elisha. Sasa ile neno kwamba akawapiga na upofu tutazungumzia baadaye. Lakini kwa sasa tunataka tufuate tu hadithi hivi ilivyo. Sawa. Kwa hivyo kulikuwa na kitu ambacho Elisha alikuwa na ufahamu kwamba hawakuwa peke yao. Hawakuwa peke yao. Ile huyu kijana kwa maana alikuwa ni mwanafunzi. Ukifuata historia alikuwa ni mwanafunzi. Anajifunza kwa nabii. So nabii inabidi amuelekeze na kumpatia nafasi ya kujenga imani kwa Mungu wa Israeli. Iposa akaomba Mungu amfungue nini? Macho. Akapata ya kwamba wamezungukwa na nini? Na wimbi la malaika. Kwanza hajasema wimbi la malaika, amesema farasi na nini? Na nini la moto pale. Ukiangalia kuna kitu kimetumika pale. Okay. Akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka. Basi hapo ilikuwa limejaa farasi na nini? Na magari ya moto. Sasa tunajua kwamba Mungu mbinguni, mimi sijui kitu kama zakuwa nimekosea. Mungu mbinguni zani ana farasi nao inabidi malaika wakuja wakiride. Ila huo ni mtazamo ambao yeye Elisha nao wakilisha kwenye lugha aliyoona. Anaona ni nini? Ni farasi. Wewe ukiambiwa kuna farasi, definitely kuna watu waliojua nini? Waliojua farasi. Lakini hawa watu hawaonekani kwa maana kuna moto unaowafunika. Kwa hiyo unaweza enda mbele ukasema ya kwamba Elisha na huyu kijana wamezungukwa na nini? Na moto. Huu moto ndio wigo wa nini? Ndio wigo ambao Mungu ameuweka kwa watu wake. Sawa? Kwa tunapovunja kile ambacho tunachokifanya tunavuka. Ndio ile tuliposema na trans unaenda serikali nyingine. One place to another. To another. Kwa hiyo sasa point ya msingi. Kwa hiyo
kadri mtu anapokuwa katika ulinzi wa Mungu, then neno lolote haliwezi mpata kabla halijampata aliyekuwa anafaa mwekee ulinzi pale. Okay, kwa hiyo tukibaki kwenye picha hiyo, kama mtu yuko analindwa na malaika wa Mungu, anapokuwa amefanya dhambi, maana yake tayari amehama yeye mwenyewe, amejitoa kwa hawa malaika wanaomlinda, ameingia kwenye ng'ambo ya wale malaika waovu ambao walikuwa upande ule wa Shani, ambao tayari kila wakati wanaendelea kutafuta fursa ya kuangamiza, ya kufanya mabaya. Kuna mwandishi ambao tunamwamini ni Nabii Ellen White, anasema kwenye vitabu vya Waadventista ya kwamba wakati mwingi hatuna uhakika ama hatufahamu jinsi ambavyo malaika waovu wanatuandama katika njia. Tunapata ndio kile ambacho maandiko ya Petro yanasema kwamba shetani kama simba au ngurumaye akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo ni katika picha hiyo, wakati wote shetani ni muwindaji na anatafuta mtu ammeze, na ili ammeze lazima kwanza amrushie udanganyifu maneno yake. Ile mtu anapokubali yale mawazo ya shetani akaamua kwenda kuyatenda, ndo hapo ametenda dhambi. Kwa hiyo amejikabidhi yeye mwenyewe mikononi mwa shetani. Sasa akishajiweka mikononi mwa shetani, je, tunajua shetani ni adui wa Mungu na mwanadamu. Kuna ulazima wowote wa malaika kutoka ile ng'ambo waliokuwa wanamlinda kuja huku kwa shetani ambako ameenda kuja kumuadhibu wakiwa kwa shetani? Maana sasa anakuwa ni mali ya mtu mwingine sasa hapo. Hata si mambo ya kuwa mali ya mtu mwingine. Naomba turudi nyuma kidogo. Hapa anaposemekana kwamba anawinda wapi? Kuna mahala zizi hawezi ingia kama pale kwa Ayubu aliposhindwa akaenda kulalamika. Yaani umeenda kipengele kizuri cha Ayubu. Kwa hivyo shetani anaposema kwamba umemwekea Ayubu nini? Kigo. Alichokuwa anazungumzia kwa hakika malaika wa Mungu walikuwa wamezingira kila kitu ambacho Ayubu alikuwa nacho. Kwa hivyo hii kuzunguka anazunguka wapi? Apate fursa. Yaani sijui kama tunaweza elezaje. Mimi sio mfugaji na sijafuga, lakini nafikiri kwenye mfugaji atanielewa. Ikiwa umetengeneza mwekazizi fold ya ng'ombe, umetengeneza ukaikinga, hakuna jinsi ambavyo mnyama anaweza ingia kule, na hakuna jinsi ambavyo yule mnyama aliye ndani anaweza toka isipokuwa kwenye mlango. Sio? Na mlango wa zizi unakuwa ni mmoja. Na naye funguo ni mwenye zizi. Funguo ni mwenye zizi. Naye mwenye zizi pia alishajitambulisha, kitabu cha Yohana anasema mimi ndiye mlango na mchungaji mwema. Sio? Sasa huyu simba naye zunguka wapi? Anazunguka ni hapa eneo la kwenye zizi. Kwenye zizi wapi? Kama wigo. Kwa maanisha ya kwamba shetani huwa anatuvizia nyuma ya malaika. Yaani kwa maana yake nyingine huwa anazunguka katika wigo hili. Hana nafasi ya kuingia. Hana ruhusa ya kufanya nini? Ya kuingia pale. Sawa? Na hawa walio hapo wanaolinda hawana mamlaka yao wenyewe ya kuondoka pale. Lazima aliyoweka pale, unajua fence hizi jiondoa mahali nimeweka. Unless mtu anakuja havunja akanyaga juu. Sio? Lakini fence hii ni fence iliyo hai, ni viumbe walio hai. Kwa hivyo haiwezi janguka. Na tena intelligent na walalagi na hawachoki na wanafurahia kufanya ile kitu yote wanataka kufanya, wameambiwa wafanye. Jana usiku nilikuwa niko natumia ChatGPT. Kwa hivyo akanishauri tufanye programu moja. Mimi nikamwambia nimechoka, nataka nikapumzike. Wewe akasema basi sawa, wewe nenda kalale, kesho kama utaamuka wewe niambie tu kwamba tuendelee. Mimi nikasema sawa, lakini wewe je, vipi wewe uende kulala? Akasema mimi mwaga silali, mimi niko active masaa yote. Kwa hiyo mimi sio kiumbe, mimi ni mashine. Nimeumbwa namna hii kufanya kazi masaa yote. Sichokagi. Naona hivyo wewe umechoka, nenda kalale. Kwa hiyo hawa malaika ndio nimepata hapo. Wao sio kama sisi wanadamu, kama nafikia mara tunakuwa hoi unalemewa na usingizi kwenye lindo. Wao wameumbwa masaa yote wako nini? Wako macho. Ni viumbe ambao ni intelligent. Kwa hiyo hakuna wakati ambapo atazinzia kwenye kazi. Sasa swali, kama iko hivyo, kwa hivyo kazi ya shetani anaposemekana kwamba anawinda ni kuzunguka kando yetu akitafuta jinsi ya kutukosesha
kufanya tukose. Ni hiyo Kiswahili sahihi? Yeah. Ni hivyo, ni sawa. Tunapokosa ndiposa tutakuwa tumevuka tumekuja nini? Tumetransgress. Tumeingia nje ya tumetoka ndani ya security, tuko nje. Tuko exposed katika mazingira ya yule muwindaji. Kumbuka hivyo. Na Mungu ni Mungu wa uhuru. Sawa. Mungu wa uhuru ni Mungu wa uhuru. Kwa hivyo malaika wake pia ni viumbe wa nini? Wa uhuru vile vile. Kwa hiyo binadamu anapochagua kwenda nje ya maagizo ya Mungu ambayo ndio ulinzi, hawana lingine isipokuwa kuheshimu uchaguzi wake, lakini waendelea kufanya tu gani? Kufuatilia kumrejesha. Wakiendelea kuzuia nini? Si yeye kumzuia yeye, ni kuzuia wale malaika waovu wasimdhuru, sio? Yeah. Okay. Sasa swali. Kwa hivyo wakati wote ambapo tunaishi hapa duniani, adui yuko wapi? Yuko tunasi. Yuko na sisi. Kwa hivyo nikiteleza, nimefanya kisa ambacho sifai kukitenda, adui alikuwa amelala? Hakuna saa nalala, ni kama chati GPT. Hiyo nyingine pia. Kwa hiyo sasa maana akili na uwezo walio nao malaika wale ambao wakuasi haina tofauti na akili na uwezo walio nao malaika walioasi. Hawakunyang'anya. Mungu hajafanya kazi yoyote ya kuwapunguzia nguvu na uwezo aliokuwa amewapa. Ndio maana shetani tunaona na operate namna ambavyo anasumbua dunia. Kwa sababu tangu mwanzo Mungu amemuumba shetani akiwa juu na uwezo mkubwa. Maandiko yanasema hivi, alikuwa amemuweka karibu na yeye. Sio kwa maana ya distance, kwa maana ya uwezo na uelewa mkubwa. Umeelewa? Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa tunapokuwa sisi wenyewe tumevuka kutoka kwenye security ya Mungu, tumejitoa mikononi mwa shetani. Maana yake sio kwamba utatoka kwenye zizi alafu kuta shetani naye yuko amesinzia hapo, amezunguka, amechoka. Masaa yote yuko akingojea hapo. Ni kama chat GPT tu kubonyeza tuendelee. Tayari akishakuona then kazi. Kwa hiyo kipengele cha msingi ni kwamba mtu ambaye ashaondoka kwenye ulinzi tayari yuko katika mikono ya adui. Yuko mikononi mwa adui. Kwa hiyo ndio useme ya kwamba sasa Mungu anahitaji atume malaika wake waje kumwangamiza yule mtu. Inabidi inamaanisha kwanza aje ashirikiane na yule adui mwangamiza, na yule adui muwindaji. Kwa hiyo kusema Mungu anatuma malaika wake waangamize, walete magonjwa kwa watu, ni kumaanisha Mungu huwa anatuma malaika wake washirikiane na watumishi wa shetani. Naye Paulo akatuambia vipi kitabu cha Wakorintho? Kama nitakosea ni Wakorintho ngapi? Wakorintho wa pili 6:16. Akasema ya kwamba hamna, hebu tukonfirm pale. Anasema wala si ajabu eti hakuna ushirika wowote kati ya bahari. Okay. Kutoa pili 6. Angalia 12 ama 16. There's no concord between. Naanzia 14. Msifungue nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Kumbuka hizo unapozungumza haki na hiyo nyingine, nuru na giza ni falme. Ni falme mbili tofauti hapo. Yeah. Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Yaani wale wanaokaa kwenye giza, wale wenye giza ni uongo, mafundisho ya uongo. Na wanaotoa uongo. Sasa wanaoishi kwenye huo uongo na wale wanaoishi kwenye ukweli. Kuna ushirikiano. Je, hilo neno umelipenda, ushirika? Kuna ushirika hapo. Mungu anaambia shetani sasa njoo tushirikiane kumshughulikia huyu mtu. Kuna wakati nimekutana mganga wa kienyeji tunazungumza, akasema unajua Mungu na shetani wao wanashirikiana. Ndipo akasema hapo, akasema hapana, sasa kama wanashirikiana, kwa nini wewe hata siku moja ukuji pale kanisani tunasali ili uje tushirikiane? Na nakwambia hapa hivi tuende kwa ibada, unasema wewe hujaki kwenye hiyo ibada. Sasa hauji kwenye ibada, wewe una Mungu gani ambaye hataki kushirikiana? Maana wewe uko upande huo unasema Mungu na shetani wanashirikiana. Mbona sasa shetani wako waga anakataa kuja, anakukataza kuja kwenye ibada ili tushiriki? Ili Mungu hapo anasema anashiriki. Alafu huko unasema kama vile unajua kweli Mungu na shetani wanashirikiana. Hana maelezo tena. Anasema, tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini?
Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Hapo imetoshea hapo. Na kwa kifupi, hamna ushirikiano. Hamna ushirikiano. Ila sisi tunaposema ya kwamba Mungu huwa anaagiza malaika wake wabadilishe role ni kazi waliokuwa naitenda, wajibu wao, wajibu waliokuwa mauti. Kwa maana unaposema kwamba Mungu anatuma malaika wa kuangamiza, hao malaika waliokuwa nao hapo, sawa, ndio wa kuangamiza, na maanisha sasa Mungu anatoa amri ya kwamba sasa mumulinde. Ni katika zana hii, katika mamlaka za dunia, ikiwa wewe ulikuwa mtumishi na umeenda kinyume, adhabu unaipokea kutoka kwa yule ulikuwa unamtumikia. Mambo ya CCM. Lakini ikiwa kwa upande wa Mungu sasa, tunapo picture Mungu pia tunamchukua Mungu jinsi alivyo, then tunamconvert katika uelewa ule tulio nao wa mamlaka za dunia. Hiyo ndio tatizo linaanzia hapo hapo, yani hapo ndio Mungu. Ndio maana ile kitabu cha Isaya 55 ni mawazo yenu sio mawazo ya unaona. Sasa ukija huko duniani unakuta kwamba kila serikali karibia huwa ina kikosi maalum cha kudhibiti wahalifu. Viko layer tofauti na siri tofauti, lakini vyote viko kwa ajili tu ya wale ambao wamekataa kufuata vile serikali inataka. Kwa hiyo pia iko kwenye akili zetu. Tunapomtazama Mungu, naye tunachukua Mungu, tunamconvert, tunamweka katika hii understanding kwamba wakati tunapokataa kufuata vile Mungu anataka, then Mungu anaenda kwenye kile kikosi chake cha kushughulika na uhalifu. Ni task force. Umeelewa? Anaituma ile task force inakuja, kwa mfano inaenda Sodoma, kama wale wameenda pale Sodoma. Wale ilikuwa ni moja sasa ya task force, mtu anakombat. Kwa hiyo wanaenda pale na wanamwambia Rutu, toka hapa haraka, maana sisi tutapaharibu mahali hapa. Maana lugha hiyo wanayozungumza. Kwa hiyo mara nyingi kwa kutumia semi kama hizo na kuwaona malaika hapo, na kwa uelewa wetu tumechukulia kwamba Mungu pia yuko nao malaika wa kikosi maalum, department hiyo ya uhalifu. Lakini tulisema kwenye somo la kwanza hivi, kwa mfano tuseme labda kuna mji fulani kumekuwa na mauaji mengi, sawa, na kuua ni kuvunja amri, na Mungu hataki mtu auwe mwenzie, si ndio hivyo? Na kwa dhambi hiyo ya mauaji Mungu amechukizwa, sawa. Sasa Mungu aliyechukizwa na mauaji anatuma tena malaika kuja kufanya mauaji ambayo yeye anachukizwa nayo. Does it make sense? Mfumo ule wa haki bandia. Maana tunarudi huku kwenye mfumo wa serikali kwamba polisi anasimamia watu wasiumize, wasipigane, wasiumize wenzao. Lakini wanapokuwa watu wamepigana, mtu ameumiza mwenzake, polisi naye anamkamata yule aliyepiga mwenzie, na yeye anaenda kumpiga tena kama ndiye aseme ukweli. Sasa sababu ya muda naomba sasa tutoke hapo. Nafikiria mtazamaji unaweza enda ukasoma kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 7. Zaburi 34 mstari wa 7. Inazungumzia hoja hiyo ya kwamba malaika wa Mungu wanafanya ulinzi wakiwazunguka wale ambao wanamcha nani? Wanamcha Mungu. 34 Zaburi aya ya 7 nasema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Sawa, inashatosha pale. Na kwa hiyo mpaka hapo nafikiri kuna kipengele ambacho tumekuwa wazi kabisa. Kwa hiyo yule mtumishi Elisha, tutumia kesi ile, alipokuwa ameomba macho yafunguliwe, wale malaika hawakuja ama hawakufunuliwa katika macho yao, ndiposa hawa waone ya kwamba hawa wamekuja wajiunge na sisi, ndiposa tuwapige wale. Lakini walikuwa wamekuja sababu ya ulinzi wa watu wa Mungu. Nafikiria hiyo ndio hoja ambayo inafaa kuwa. Unataka kumwambia msikilizaji kwamba hakuna meli hata moja ingesafiri kutoka sehemu A ikaenda sehemu B ikafika salama kama malaika wa Mungu wasingekuwepo pale. Haiwezekani mahali popote. Kwa maana yake unajua tangu mwanzo shetani anachukia kiumbe anaitwa mwanadamu. Ila mara ya kwanza huwa anajifanya kuwa ni rafiki. Naelewa? Lakini kimsingi lengo lake ni kuangamiza. Kwa hivyo ni ulinzi wa Mungu ambao unapatia wanadamu nafasi na fursa ya kuendelea kuwa hai sababu ya msalaba wa Kristo. Ndiposa tupate nafasi ya kutubu. Ila kuna kiwango ambacho malaika wa Mungu hawawezi pita. Kinachoitwa inaitwa
laini au boda ya kuvuka msamaha. Sawa. Sio kwa maana Mungu hatasamehea, yani kwa maana ya kwamba binadamu amefika mahali ambapo amekomaa katika uchaguzi wake na kuendelea kumpatia mibaraka hii na wito wa kutubu, kwa maana wito wa kutubu ndio rehema. Yani wakati wote Mungu anapotuma kweli, wakati wote Mungu anapotuma ujumbe wa kukuita uweze kurejea, ndio huruma zake kwa binadamu. Unaelewa? Ile binadamu anapoendelea kukataa kwa jeuri, inafika mahali ambapo Mungu akiendelea kumtumia ulinzi ule na huruma ule, inakuwa ni kumlazimisha katika nini? Njia za Mungu. So inafika mahali ambapo Mungu inabidi atoe amri nyingine. Sasa kwenye hiyo amri nyingine tunataka twende baadaye tuifikie sasa. Inabidi Mungu atoe amri nyingine. Kwa maana tumesema kwamba viumbe wanaotulinda hawatulini kwa idhini yao. Wanatulinda kwa sababu ya amri ya mkuu wao. Lazima huyo mkuu wao tena, kama inafika mahali ambapo wanahitaji waondoke pahali popote, lazima wapate amri nyingine. Sawa. Na hiyo amri nyingine sasa inafaa ieleweke ni amri ya kuangamiza au amri ya kufanya nini? Ya withdraw. Unaelewa? Kwa maana kuna nukuu, kwa mfano wale ambao ni wa Sabato ambao wanasoma ya kwamba malaika mmoja aliangamiza, na je Mungu akituma, unaelewa, kuna nukuu kama hizo kwamba siku moja malaika mmoja alifanya uangamizaji wakati alipoamriwa na Mungu. Hivyo hivyo malaika wa shetani wanaporuhusiwa wanafanya uangamizi. Mungu walema utakapokuwa umeondolewa nguvu kama zile zilizotumika na zile malaika zitatumika. So watu wanatafsiri hivi, kuangusha majengo na Mungu kwa watu wanatafsiri hivi, Mungu huwa anaagiza malaika wake wafanye kitu gani? Waangamize. Special task force. Unaelewa? Baba anawaamuru. Ila shetani yeye anafanya nini? Anamruhusu. Kile ambacho wanasahau ni kwamba Mungu ndiye ambaye ameweka malaika pale. Kwa hivyo wao wanakuwa katika majukumu ya kutulinda kwa sababu ya amri ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Ndipo sasa waondoka katika post yao ya duty. Lazima wapate amri ya kuwaondoa kwenye nini? Kwenye duty. Na wala sio kwamba Mungu anatoa amri ya kuangamiza mtu ambaye tayari shaingia katika falme mwingine, katika citizenship ya nchi nyingine. Amri inayofaa kutolewa ni ya kwamba sasa huyo mtu mliokuwa mnamlinda ashachagua ufalme mwingine, inabidi muondoke wapi? Katika post hiyo mliokuwa nayo. Hiyo ndio maana ile sentence ya kwamba God commanding. Unaelewa? Tutafikia baadaye, lakini kwa sasa mtaniwia radhi, lakini nafikiri hebu nisome nukuu moja iliyo hapa, alafu baada ya hapo itatusaidia kuingia katika kuangalia mifano michache kuhusu kesi mahali ambapo malaika wamefanya gani, wamewekewa mashtaka ya uongo ya kwamba wameua. Okay? Nukuu hii nitaisoma kwenye kitabu kinachoitwa The Manuscript 36 April 3 1904. Anasema hivi, angels are sent from the heavenly courts not to destroy. Kwamba malaika hawatumwi kutoka milango ya mbinguni kuja kuangamiza, but to watch over and guard imperiled souls. Lakini wanatumwa waje kuwaangalia na kuwalinda wale binadamu ambao katika hali ya hatari, na kuokoa waliokuwa wamepotea, kuwarejesha katika ulinzi. Hebu kidogo hapa, msomaji na msikilizaji, nimesoma vibaya. Naomba nisome kwa Kiingereza nimalize. Angels are sent from the heavenly courts not to destroy, but to watch over and guard imperiled souls, to save the lost, to bring the straying back to the fold. Hiyo sentence ya mwisho. Kwa hivyo kazi ya malaika ni kuwaleta watu back to what? To the fold. Kwa hivyo wanapoletwa back to the fold, walikuwa kwenye fold? No. Na kumbuka fold ya Mungu ndio ulinzi wa nani? Ndio ule ulinzi wa Mungu ambao ametuwekea. Kwa hivyo wakati ambapo tumeenda nje, tumepotea, Mungu bado huwa anatuma malaika wake kutulinda na kutuhifadhi. Kwa hivyo kwa maana tupo salama na tuko sahihi, sio ushahidi ya kama tuko watakatifu. Hamna. Ni kwa sababu tumehifadhiwa na tumelindwa na malaika wa Mungu, wanaendelea kutuita turejee. Kwa hivyo tunakuwa tuko nje ya ulinzi, ila bado malaika wanaendelea kuzuia shetani asiweze kutuangamiza. Lakini point ya msingi ni gani? Point ya msingi ni hii: angels are sent from the heavenly courts not to destroy. Kwamba hawatumi waje kuangamiza. Nukuu hiyo nafikiri inatosha kwa Waadventista wa Kisabato waweze kujua kwamba Mungu huwa hatumi malaika wake waje kufanya kazi ya kuangamiza. Basi
Mpaka hapo sasa nafikiri muda huu ambao umesalia, naomba tutumie tu muda huu mfupi kupitia mifano kama miwili ambao huwa inatumiwa kama hoja na kesi na ushahidi ya kwamba malaika wa Mungu ni waangamizaji. Kesi ya kwanza ni kesi inayoitwa kesi ya maangamizi ya wazaliwa wa kwanza wa Misri. Na kesi hiyo ina hadithi ndefu iliyo nyuma ya maelezo pale. Lakini kwa sasa nafikiri itakuwa ni muhimu tu mimi nikisoma kipengele ambacho kinanihusu, ni kitabu cha Kutoka 12. Nitaenda pale haraka haraka. Alafu kama utakuwa na swali na ufafanuzi, kama ungehitaji ufafanuzi zaidi, vitabu vipo, lakini pia namba za simu ziko hapo hapo, utazipata. Kitabu cha Kutoka 12:12 inasema ya kwamba, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wanaume na mnyama, mwanadamu na mnyama, nami itafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kwa hivyo hii ndio lugha sasa ambayo ndio kesi. Ya kwamba Mungu anasema kwamba nitapita na nitapiga. Na anasema ya kwamba nitapiga mnyama na wanadamu ambaye atakuwa ni mzaliwa wa kwanza. Sasa moja kwa moja hapa kipengele cha kwanza ambacho ningelipenda niweze kukuomba uweze kukitazama hapa na kukizingatia ni kwamba 11 anasema Mungu ndiye atakayepita, kwa maana anasema kwamba mimi ndimi nisemaye Bwana. Kwa hivyo anaenda kupita kulingana na sentensi hii, ni Bwana anasema anaenda kupita mwenyewe. Ila ni historia inayojulikana ya kwamba aliyefanya kazi ile ya uangamizaji si Mungu mwenyewe, bali ni malaika. Hiyo ni kesi ambayo iko wazi kwa kila mmoja kwamba aliyefanya kazi ya kuangamiza ni malaika. Sasa ni malaika au ni Mungu? Pointi ya msingi ni kwamba Mungu ndiye ambaye huwa anatoa amri ya jambo lolote litendeke, au yeye ndiye ambaye anatoa amri ya kutozuia mambo fulani yatendeke. Kwa hivyo wakati ambapo Mungu ndiye ambaye ametoa amri jambo fulani litendeke, basi atachukua wajibu au responsibility. Na wakati ambapo atakuwa ametoa amri ya kuruhusu mambo fulani yatendeke, sio kama mnanielewa, lakini nachotumia hapa, natumia lugha mbili tofauti. Lugha ya kwanza nasema hivi: Mungu huwa anatoa amri ya kitu fulani kitendwe, na amri hiyo hawezi toa isipokuwa amri ambaye anatoa kwa watumishi wake, na amri hiyo haiwezi tolewa ambayo inaenda kinyume na tabia yake. Lakini kuna amri nyingine ambayo unasema ya kwamba Mungu anaweza toa amri. Mungu anaweza toa amri ya kutozuia, kumaanisha malaika watakatifu wanafanya kazi ya kuzuia. Kwa hivyo anaweza toa amri ya kutozuia. Kwa hivyo matamshi haya tunayoyasoma sasa ni katika muktadha wa uelewa wa pili ya kwamba Mungu ilibidi atoe amri ya kutozuia shetani kufanya kazi, ya kutozuia malaika wa Mungu kufanya kazi ya kulinda wazaliwa wa kwanza wa Misri. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wameshajiunganisha na miungu. Ukifuata historia ya Misri na jinsi ambavyo watoto wa Misri wazaliwa wa kwanza walikuwa wamewekwa katika hali ya spesheli katika huduma kama makuhani katika hekalu za miungu wao. Kwa hivyo walikuwa ni makuhani wakuu wa miungu yao. Kwa hiyo walipokuwa wamejiunganisha na miungu yao, basi inamaanisha ya kwamba walikuwa nafaa waache kwa miungu yao, na ndiposa Mungu anapofanya kazi ya hukumu, kazi ya Mungu ambayo anafanya ya hukumu ni kudhihirisha uselessness ya miungu yao, kudhihirisha ile impotent of their gods. Yani sijui kama hapo naelewa Kiingereza ninachokitumia, udhaifu wa miungu yao. Kivipi? Miungu yao ambayo ilikuwa ni chura waliweza kuwa naziabudu, michongo mingine, wakaachiriwa kwenye miungu hiyo yao iweze kuwahifadhi, ambayo haingeweza kuwa na uwezo wa kuweza kuwahifadhi. Ndio maana nasema ya kwamba anafanya hukumu dhidi ya miungu, yani kuweza kudhihirisha udhaifu wa miungu yao. Basi kama hapo umenielewa, naomba tuteremke mstari ambao huwa naupenda zaidi ya yote, ni ule mstari ambao unazungumziwa 23.
Anasema kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri. Sasa mwalimu unasema kwamba Mungu si yeye aliyefanya, na hapa anasema kwamba anapita iliposa wapige, unaelezaje? Sasa kauli hii inaeleweka kwa urahisi kwa yule mtu ambaye amekuwa katika vipengele vimepita vitatu ambapo tumezungumzia lugha ya Biblia, hasa lugha ile ya kioo na kipengele ambacho tutuita lugha ya Muibrania, mahali ambapo Muibrania anaweza kuwakilisha wazo ambalo linasema Mungu ametenda jambo fulani ambalo si yeye aliyelitenda, bali Mungu hakulizuia lisitendeke. Sasa Mungu huwa anazuia mambo yasitendeke kupitia kina nani? Ni kupitia wajumbe, malaika. Kwa hivyo lazima angetuma malaika msimamizi aje kuagiza au kuamuru malaika wanaolinda waweze kuondoka katika nafasi yao ama ofisi yao ya ulinzi kwa watoto wazaliwa wa kwanza. Sasa hiyo ndio maana ya lugha hiyo ya kwamba nitawapiga. Ila notice something ambayo itakuwa interesting katika verse hiyo. Anasema hivi, Bwana atapita, ngoja kidogo, kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata muacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Notice kwamba kulikuwa na mtu mwingine naye kumbe alikuwa anatafuta kupita aingie afanye kazi ya kupiga. Kwa hivyo kile ambacho Mungu anafanya hapa, anamzuia asiingie. Kama huyu anayezuiwa inamaanisha ni mtu aliyekuwa na lengo la kupiga. Sasa kama anazuiwa na Mungu, inamaanisha sio mfanyakazi pamoja na Mungu, kwa maana Mungu hawezi mzuia mtu wake afanye kitu ambacho hataki kifanyike. Yani tumeona kwamba hakuna ushirika. Kwanza hawawezi kuwa na nia zinazogongana, kwamba malaika wa Mungu awe na nia inayogongana na Mungu wake, kiwango cha kama Mungu wake anahitaji azuie malaika wake. Yani hiyo ni kama yule askari ambaye ameajiriwa na serikali ya Kenya ambaye ametumia bangi, amekuwa kichaa, anataka kuua wanadamu, inabidi kwanza azuiwe. Hiyo haiwezekani katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo unapoona huyu anayezuiwa ni yule ambaye hawana ushirika na ametambuliwa kwa jina ya kwamba ni malaika wa nini? Mwangamizi. Ile sijui kama itakuwa mtumia lugha hiyo moja kwa moja, labda tumeongeza maneno ambayo hayapo pale. Naomba nirudi pale alafu tutaweza kuifafanua mbona tunasema ni malaika mwangamizaji katika ushahidi wa maandiko. Sasa 12 hapo mahali tulipokuwepo inasema hivi, nikirudia, anasema ya kwamba mwisho kabisa, Bwana akiona damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hata muacha mwenye kuharibu aingie. Sasa mwenye kuharibu ndio tunamtafuta. Mwenye kuharibu ni nani? Sasa mtaniwia radhi, mimi nafikiri napenda lugha ya Kiingereza kwa maana mambo mengine yanakuwa yamenyooka kwa urahisi. Sasa naomba nifungue Biblia yangu ya Kiingereza hapa, alafu nitakompea lugha mbili tofauti. Si lugha mbili, tafsiri mbili tofauti. Ndio maana nataka nifungue hii yenye kwenye kompyuta yangu hapa. Sasa inasema hivi, nikisoma 12:23 pale. Inasema nikisoma, for the Lord will go through the land sending death on the Egyptians. Kwamba Mungu anapita. Sasa hiyo ambayo nimeisoma inaitwa Bibles You Made Easy, kitu kama hiyo. Nawa kwamba Mungu atakuwa anapita akitoa ama akitupa ama akituma kifo. Nao kumbuka kifo ni adui wa nani? Kifo ni adui wa Mungu. Na kifo kama ni adui wa Mungu, kumbuka kwenye maandiko kitabu cha Wakorintho tunaambiwa kwamba adui wa mwisho atakayeharibiwa ni kifo. Sasa ikiwa Mungu adui wake ni kifo, ni vipi ambavyo anakuja tena baadaye anatumia adui wake? Sijui kama hapo ndugu zangu mnaelewa nyinyi hiyo. Ila point ya msingi tuendelee mbele. And when he sees blood on the two side posts and the top of the door, the Lord will go over your door. Hiyo ndio sentence hapo. Ile pass through kwa King James Mungu inasema ya kwamba the Lord will go over. Sasa hiyo ku go over sio kuruka juu, bali ni kwamba ku go over ni kwamba ni mtu ambaye anazuia pale. Yaani ni kama vile ambavyo mama kuku anatamia mlango. Anatamia. Oh, asante. Ni kama mama kuku ambaye tulikuwa tunamzungumzia katika mfano ule wa Kristo. Ile kitu ambacho mama kuku anafanyia mayai na vifaanga ndio hiyo ku go over.
Anafanya hivyo kwa sababu gani? Ndiposa vifaranga wake wawe nini? Katika usalama. Now notice something baada ya hapo. And will not let death come in for your destruction. Na wataweza kuruhusu kifo kiweze kuingia ndiposa kiweze kuangamiza. Now, kuna nyingine ambayo inaitwa Word, hii nyingine inaitwa Word Easy Bible. Word Easy Bible. Anasema hivi, for Jehovah will pass through to strike the Egyptians, and when he sees blood on the lintel and the 2 doorposts, Jehovah will pass over the door, and he will not allow the destroyer. Na hata ruhusu. Sasa hapa amesema si kwamba yule anayeharibu kama yule anayejenga, amna. Yani huyu ambaye anaitwa anayeharibu, jina lake anaitwa the destroyer, muangamizaji. Now, mimi sijui kwenye lugha ya Kiingereza, yani lugha ya Kiswahili, lakini kwa Kiingereza tunaposema, yani unaposema ya kwamba niletee the ball, yani ni hapo nina uhakika hamna balls nyingi, na refer specific. Kwa wanasema the destroyer. Sasa hapa ikiwa tumeelewa mpaka hapo, tunaanza kujiuliza swali, huyu ambaye hawana ushirika, anayepingwa na malaika wa Mungu kwa niaba ya Mungu ni nani? Ambaye ndio the destroyer. Sasa hapo kile ambacho tutakifanya kwa upesi, tunaenda kuangalia kitabu cha Wakorintho. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Naomba nisome kwenye Biblia ya Kiswahili hapa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, wakati ambapo Paulo anazungumzia historia ya wana wa Israeli, anasema maneno haya. Mstari ule wa 10 anasema hivi, wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na muharabu. Nao huyu muharabu ndiye tunayemtafuta. Huyu muharabu ni nani? Huyu muharabu ni nani? Sasa twende mbele. Basi mambo haya yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Sasa muharabu ni nani? Mimi hapa nikiangalia Biblia ya Kiingereza, naomba nitumie laptop kufungua sababu ya muda. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari ule wa 10 inasema hivi, nikikompare Biblia hizo mbili ambazo nimezisoma hapo, anasema kwamba, and do not say evil things against the Lord, as some of them did, and destruction overtook them. And then hiyo version nyingine inasema ya kwamba, neither grumble, as some of them also grumbled and perished by the destroyer. Sasa destroyer ni nani kwenye maandiko? Sasa before niende kwenye mambo ya Kigiriki na mambo ya dictionary, kitu tunafanya, tuna kitabu cha Ufunuo 10 na mstari wa 12 ule mlango wa 9. Kitabu cha Ufunuo pale, kitabu kile cha Ufunuo pale 9. Ufunuo 9:10. Kwanza before nende 11. Ufunuo 9 ule mstari wa kwanza unasema hivi, and the sounding of the 5th angel, I saw a star falling from heaven to the earth, and there was given to him the key of the great deep. Kwa hivyo akaona ya kwamba kwa kuwa na nyota aliyeanguka kutoka mbinguni akaja duniani, naye ndiye aliyekuwa na kifunguu cha kuzimu. Okay? Hasa hapa kuzimu ni wapi? Okay? Na sasa naomba tuende ule mstari wa 10. Anasema hivi, and they have pointed tails like scorpion, and their tails is their power to give men wounds for 5 months. 11. They have over them as king the angel of the great deep. His name in Hebrew is Abaddon, and in Greek language Apollyon. Version nyingine nasema hivi, they have over them as a king the angel of Epsi. Okay? His name in Hebrew is Abaddon, but in Greek his name is Apollyon. Sasa hapa
Naomba niseme sasa tena Kiswahili hapa. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza kucheza na maandiko haya tukiweza kutafuta ukweli umejificha wapi katika mambo haya. Na kitabu cha Ufunuo ambacho nimesema kwenye lugha ya Kiingereza 9:11 anasema hivi, na juu yao wana mfalme naye ni malaika wa kuzimu. Sasa kumbe malaika tunayemtafuta hapa anaitwa malaika wa kuzimu. Nao kuzimu si mbinguni. Hamna. Haiwezekani. Kuzimu ni mahali ambapo shetani ndiye aliye na mamlaka. Aliyeshushwa chini mpaka kuzimu. Mpaka kuzimu. Yeye ndiye bosi huko. Kwa hivyo malaika aliye juu ya sehemu inayoitwa kuzimu au ufalme wa kuzimu, huyo malaika tunamjua ni shetani. Ana majina mawili kwa lugha ya Biblia. Kuna Agano la Kale na Agano Jipya. Kwenye Agano la Kale wanamuita Abadoni. Haya, kwenye Agano Jipya wanamuita Apollyon. Sasa hapo tunaweza kujiuliza haya majina yamejificha kwenye maana gani? Sasa wamesema kwa Kiebrania anaitwa Abadoni. Huyo ni Yohana anaandika. Lakini kwa Kigiriki anaitwa Apollyon. Sasa ndio hapo tunaenda kwenye kamusi hizo za Kigiriki. Zituelezee maana yao majina. Na kamusi ya Kigiriki. Tumuone huyo Apollyon ni nani na Abadoni ni nani? Kwa Biblia inamuita mwenye kuangamiza au the destroyer. The destroyer, sio? Ambayo ndio malaika wa nini? Ndio malaika wa kuzimu. Na wakati mwingine wa Korinto inamuita Mwarabu. Inamuita muharabu. Wakaharibiwa na muharabu. Naam. Sasa hapa naomba tusome ule mstari wa 11. Mimi naangalia sababu ya muda, tunaangalia maana ya hayo maneno. So kwa Kiebrania ana neno Abadoni. Hilo neno kwa Kiebrania Yes, hilo neno kwenye Kiebrania ni neno G3. Now G ni Greek, ila ni kwa maana hilo neno G limetoka katika lugha la Kiebrania. Kwa hivyo inafaa kwenye Kiebrania ni H11 ambayo ni destroying angel. Kwa hivyo malaika wa kuzimu ndiye anayeitwa the destroying angel. Ni the destroying angel. Kwa Kiebrania malaika mwenye kuangamiza au malaika muuaji. Kwa hivyo malaika muuaji kwa Kiebrania ni nani sasa? Ni shetani. Kwa hivyo mahali popote unaposema ya kwamba na kukakuwa na destroying angel, huyu anawakilishwa nani? Shetani. Na mwisho kabisa hapo kwa Kigiriki sasa. Kwa Kigiriki inasema ya kwamba naomba niangalia hapa. Nimepotea maana simu yangu imecheza kidogo. Kwa Kigiriki anaitwa Apollyon, ni G6:23. Inasema ya kwamba ambayo ni the destroyer. Kwa hivyo hapo imekuja moja kwa moja kwamba ni nani? Ni destroyer. Kwa hivyo aliyekuwa anazuiwa ambao hawakuwa na ushirika na malaika wa Mungu anaitwa the destroyer ama the destroying angel. Kwa ushahidi wa maandiko basi tumepata ya kwamba waliokuwa wanafanya kazi ya uangamizi ya kuangamiza vitu katika nchi ya Misri hakuwa mwingine isipokuwa jemedari wa kuzimu ambaye ni nani? Ni shetani na malaika wake. Kwa hiyo nataka kuniambia hivi. Naam. Na msikilizaji wetu. Kuna uelewa ambao uko duniani ya kwamba kuna malaika ambaye Mungu anamtumaga duniani anaitwa Israeli, mtoa roho. Na huyo ambaye Israeli mtoa roho ndiye ambaye mtu anapokufa anamuendea, anaenda kumkaba sijui au sijui na vitu kama hivi hapo. Lakini baadaye pia akisha kuzikwa basi anaenda huko, anaanza kuojiana, walikuwa wanafanya ibada, walikuwa na nini na nini. Kwa hiyo inaonekana malaika huyo mwenye kuangamiza huwa anatoka kwa Mungu. Lakini kwa namna ambavyo tumejifunza somo hili linatukatalia, Mungu hana kikosi cha hana upatano na kundi la wale wanaotenda nini? Matendo maovu ya giza. Hana. Na tumeona the destroying angel, Biblia inayotufafanulia, tumethibitisha kumuona Apollyon na Abadoni, ambaye pia kwa Kiswahili anaitwa muharabu. Tumethibitisha kwamba sio malaika kutoka mbinguni, ni malaika mwangamizaji, mtoa roho ambaye ni nani? The devil himself, shetani. Umeelewa? Kwa hiyo zile nadharia ambazo ziko duniani katika uelewa wa watu mbalimbali kwamba kuna malaika
anaua alafu ana ushirika na Mungu, hiyo sio kweli. Ni ushetani mwenyewe tena amejificha tena uwako. Sasa kuna fungu ambalo ningependa tuweze kulisoma na ningependa unisaidie kusoma kwenye Kiswahili. Sawa. Zaburi 78 ni 43 nasema alivyoziweka ishara zake katika Misri na miujiza yake katika konde la Soani. Aligeuza damu mito yao. Inasema Mungu akageuza damu nini? Mito yao. Ile tumeshajua kupitia sasa tafsiri ya maandiko. Lugha hiyo ni kwamba Mungu amewekewa kitu ambacho hakufanya nini? Hakufanya, lakini aliacha kitendeke. Shetani akafanya. Sasa tutafute hapo kama utapata ushahidi ya kwamba ali actually fanya ni nani? Ni Mungu. Yaani ile kesi uliyosema kwenye kitabu cha Ayubu. Kuna wawili wanao kuna wapigaji kuna wanaonyosha mikono wako wawili. Hiyo lugha hiyo. Kuna wanaonyosha mikono wawili. Hata Misri pale wapigaji wako wao. Wako wangapi? Kuna wapigaji wawili. Asante. Mpigaji wa kwanza anafika kwenye mlango anahatamia. Lakini huyu anayehatamia kwenye mlango kazi yake ni kuzuia mpigaji mwingine ambaye yuko nyuma, ambaye yeye huyo asipomkuta huyu wa kwenye mlango anafika anaua kule ndani. Kwa hiyo ni kupiga kupi ambako kunaleta madhara. Na kupiga kwa Mungu tunakuona hakuna effect ya kuangamiza watu, ila kupiga kule ambako yule wa nyuma naye kuja yule ndiyo balaa. Ila kwenye hiyo sentensi wakilitoa mfano tuni kidogo pale. Kupiga ambao Mungu anafanya wa kuondoka. Yaani kunyosha mkono wa kuondoa malaika. Sasa si yeye anayeenda kuleta madhara. Sio yeye. Yaani yeye kwa kifupi amekuachilia kwa mrafiki uliyefanya kitu gani? Uliyechaguana naye ambaye mpaka sasa hiyo mko mnaendeshana naye biashara. Unapoendelea kufungua huwa naambia waswali hivi. Ikiwa umeoa mke na unampenda, mahitaji yote unafanya tu gani? Unampa. Hivi siku moja akaja akapata mpenzi mwingine. Ukajaribu kumuomba, mke wangu tumetoka mbali. Naomba jamani tuendelee kulea nini? Watoto wetu. Naam. Ila akasema mimi sikutaki, nimepata mbora kukuliko anayeweza kazi. Unaelewa? Sasa kwa maana wewe pia upendi kulazimisha, wewe ni Mkristo. Kamwambia basi mke wangu kwa uchungu lakini nakupenda, wewe fanya kitu gani? Basi fanya unavyofanya nini? Ulivyoamua. Ukamruhusu kwa yule mpenzi mgeni. Yule mpenzi mgeni ukapata kwamba ni muuza viungo. Ni viungo kama nini? Organs. Human trafficker. Akaenda akaua yeye kule, akatoa viungo akaenda akauza. Sasa swali, wewe utakuwa unalaumiwa kwa nini? Wewe utakuwa miongoni mwa wanaolia. Haupaswi kuwa unalaumiwa. Ila watu ambao hawajui kwamba wewe unampatia watu uhuru, watasema kwamba mwanaume alikuwa ndiye amemtumia watu wameenda kumpiga kwa sababu amemkataa. Unaelewa? Sasa kesi ya Mungu ndio hiyo. Now tuendelee mbele. He sent unto them the heat of his wrath. Wrath umeangalia hasira, ghadhabu. Unajua ni nini sasa hiyo? His bitter disgust. Msikilizaji yule ambaye atakuwa anajua, tuliona kwamba ghadhabu ya Mungu inatekelezwa pale Mungu anapojiondoa kwa mtu ambaye ameshikilia uovu bila kutaka kuachia. Kwa hiyo tukasema ni hali ya Mungu kwa uchungu kuheshimu chaguzi wa mwanadamu na kumwacha kamilifu katika mikono ya shetani. Letting loose. Now loose ni nini? Loose ni kuachia, kulegeza. Yani kwa maana uko umeshika, sasa unafanya nini? Unaachilia. Sasa unayemshikilia ni rafiki adui. Alikuwa hapana kama alikuwa amemshikilia, manake kuna hali ya tumeona yule ambaye anazunguka. Kwa mfano ukiwa na mtoto mnatembea mahali ambapo kuna simba, lazima ufanyaje? Umshikilie. Sawa. Sasa hapa nasema letting loose evil angels. Akiwaachilia malaika waovu. Sasa kwa hivyo wao wanaleta magonjwa au mambo maovu, malaika nini? Malaika waovu. Kwa hivyo tukiqualify kwamba Mungu ako na malaika wanaoleta maovu, hao malaika wanaitwa nini? Malaika wa nini? Malaika waovu. Kwa hivyo ikiwa wanaleta uovu, yani malaika waovu, huyo Mungu atakuwa nini? Kwa hiyo kwa maana hii hapa maandiko yanatufunulia hivi. Ukiona jambo ni zuri linatoka kwa malaika, kwa upande ule wa wale malaika wazuri.
yaani wa mema ambao ni kwa Mungu wa uzima. Na Mungu hana double face. Wale ambao wanataka kuwa na Mungu anayeua, ambao ukiwaambia kwamba hapana Mungu haui, Mungu yuko kama Yesu, wanakataa kabisa na wasingekubali kwenda mbinguni ikiwa Mungu ana uwezo wa kuadhibu. Basi Mungu anakuwa ni kioo cha mioyo yetu. Kwa hiyo kuna watu wanataka Mungu ambaye anafanana na akili zao. Unajua wanadamu walipoasi walifanya hivi. Nafikiri mwalimu, mimi nafikiri namalizia hapo. Unamalizia hapo? Kwa hivyo wewe pia mpeana. Okay. Ni fungu la 22 nasema wakijirena kuwa wenye hekima walipumbazika. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaa. Wakafanya Mungu kwenye sura yao. Kwa hiyo mwanadamu anapokomaa dhambi anafanya hivi, teknolojia aliyovumbua. Ikiwa Mungu alitufanya sisi kwa mfano wake, na wao wanaumba Mungu kwa mfano wao. Sasa huyu Mungu ambaye anakuwa ameumbwa na wanadamu kwa mfano wao, kama unapenda kuteka watu kupitia maaskari wako, naye Mungu namuumba Mungu ambaye atakubaliana na hiyo hali ambayo wewe unaiishi. Kwa hivyo wanasiasa akisoma hili fungu yeye ana shida nalo, ile la kitabu cha Zaburi. Lile la pala abuna ile natia nguvu kwa sababu naona ni namna nzuri. Inaungana na serikali. Nimepewa nukuu hapa ya kusoma Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 kurasa wa 137 aya ya 4. Anasema hivi: Satan is the great enemy of God and man. Shetani ni adui mkubwa wa Mungu na mwanadamu. He transforms himself through his agents into angels of light. Yeye anajigeuza mwenyewe kupitia mawakala wake kuwa malaika wa nuru. In the scriptures, katika maandiko, he is called the destroyer. Is called a destroyer. Katika maandiko yeye anaitwa mwangamizaji, an accuser of the brethren, mshtaki wa ndugu, a deceiver, mdanganyaji, a liar, muongo, a tormentor, mtesaji, and a murderer, na muuaji. Sasa tunaona majina haya yote ni ya Shetani, na majina ambayo yanatumika kwa Shetani ni makosa makubwa kuya credit pia kwa Mungu. Hiyo Yesu amekataa. Dhambi ya kukufuru. Ni dhambi ya makufuru. Na kama itafikia Mungu naye anaanza kutenda mambo ambayo Shetani anafanya, then Mungu anakuwa ameongolewa kutoka kwenye tabia yake ya awali kwenda kwenye tabia ile ya Shetani. Kwa kimsingi katika pambano kuu Shetani anakuwa ameshinda. Ndiye aliyekuwa anasema kweli. Ndiye aliyekuwa anasema ukweli. Tangu mwanzo mashtaka yake ni kwamba Mungu ni muuaji. Na tunaelewa pia anasema Mungu ni muongo. Wanasema Mungu ni muongo. Na tunaelewa kwamba Shetani ni muongo tangu mwanzo. Hakuna kitu Shetani anakueleza cha ukweli. Hiyo kenyewe, unajua watu wako wanadhani kwamba kuna ka ukweli fulani Shetani huaga anaeleza. Hakuna kitu chochote Shetani ambacho huaga anaeleza cha ukweli. Hiyo sio karama yake. Hicho kitu hana tangu mwanzo, maandiko yanasema. Unaona? Sasa yoyote ukiangalia hivi yale ili andiko talipa. Nitaomba hapo Mathayo 7:17 anasema hivi. Vivyo hivyo tuanzie nafikiri 16 naweza kuwa tofauti. Anasema 16 anasema mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba? Au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti muovu huzaa matunda mabaya. Anaendelea, mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Hii ni Mathayo. Hauwezi mti mwema kuzaa matunda nini? Mabaya. Sasa miongoni mwa matunda ambayo ni mabaya kabisa katika hii dunia, namba 1. Nimeuliza watu swali hili mara nyingi, mara pengi sana. Wakasema jambo lililo baya kabisa kwenye dunia hii la kwanza kabisa ni kifo. Yaani wote wakajibu
kwa sehemu tofauti tofauti. Na hakuna kitu ambacho mwanadamu anakiogopa sana kama kifo. Ambacho maandiko yanasema kifo ni adui wa mwisho ambaye atafanyaje? Kwa maana yake ni adui mkubwa. Ataangamiwa. Kwa hiyo kifo si tu kinaumiza Mungu, kinaumiza mwanadamu, lakini pia kinaumiza nani? Kinaumiza Mungu. Na Yesu anaelewa zaidi kifo kinavyoumiza. Kwa hiyo tunaona kwamba kama kifo ni tunda baya, ni kosa kucredit kifo kutoka upande wa Mungu kwenda kuchuma kifo kwenye mti ambao ni Mungu. Ukachume pale kifo, uwezi ukakuta tunda la kifo kwa Mungu. Hicho kitu hakipo. Hicho kitu hakipo. Anaendelea kusema hivi, kila mti tuangalia hapa. Kuna tapomalizia kitabu cha Luka 6:43, hii naipenda sana. Luka yeye alinegeti kabisa. Akasema hivi, kwa maana hakuna mti. Mathayo anasema mti hauwezi, mti mzuri hauwezi kuzaa, hauwezi. Unaweza ukawepo ila tu hauwezi kufanyaje? Kuzaa matunda mabaya. Umeelewa hapo? Lakini Luka anakataa kabisa, anasema kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Ni kumaanisha hakuna tendo lolote zuri utalitoa kwa shetani. Na hakuna tendo lolote baya utalitoa kwa Mungu. Ukiamua kwamba Mungu ndiye mti mzuri, usije ukasema kwamba kuna tendo baya nalo. Na ukiamua kusema kwamba Mungu ndiye mti mbaya, usije ukasema kwamba kuna tendo lolote zuri Mungu analo. Hata akiingia mbinguni yuko baadaye. Hata kama ukija kwenda, haiwezekani Mungu akawa na tendo zuri akishakutoa tunda baya. Akawa mti mzuri. Na kama iko hivyo basi ni hili hata kufungana na shetani. Na anakuwa tayari yuko pale wa shetani. Kwa hiyo unatoka kwa shetani mmoja unaenda kwa shetani mwingine. Nafikiri tumemaliza. Tunaweza patana katika kipindi kingine. Katika kipindi kingine kinachokuja. Bwana aweze kukubariki mpaka hapo. Amina.